Yeye ndiye mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, na kwa msisitizo mbunge wa kwanza mwanamke kutokea katika jimbo la Kigoma Kaskazini. Hongera sana. Asante, namtukuza Mungu kwa hilo pia. Historia yangu ya siasa nilianza muda mrefu. Kwanza mimi nimezaliwa kwenye siasa. Baba yangu amekuwa mpaka mwaka 2015 alikuwa mjumbe wa neki CCM. Na baba yangu katika jimbo lile la Kigoma Kaskazini amegombea ubunge wa jimbo lile ndani ya CCM mara mbili, mwaka 90 na mwaka 95, lakini alikuwa akianguka katika kura za maoni akiwa mshindi wa pili. Kwa hiyo nimekuwa nikiona baba yangu akipambana na siasa, na mimi nilikuwa natamani siku moja kufata nyayo za baba yangu, kuingia katika siasa. Na ndoto ya kuwa katika siasa sikukurupuka. Kama nilivyosema, nimeanza kumfuatilia baba lakini anashindwa. Nakumbuka mwaka 95 nilikuwa darasa la pili. Baba yangu siku ameshindwa kura za maoni, nilimuona alikuwa down sana aliporudi nyumbani, na nilitaka kujua kwa nini baba yangu ile siku yuko vile, lakini nikaambiwa baba ameshindwa kwenye kura za maoni ya ubunge za CCM. Nilimwambia kauli moja tu ambayo baba yangu alinikumbusha hiyo kauli 2015 nilipokuwepo bungeni. Nilimwambia baba, pole, usihuzunike. Wewe hujawa mbunge, lakini mimi nitakuja kuwa mbunge na jina lako litatajwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo siku naapishwa, baba yangu alinikumbatia akaniambia, mwanangu, you made it. Ukiwa darasa la pili uliniambia hii kauli, na leo jina langu Mayeye linapepereshwa bungeni, wewe ukiwa mbunge. Kwa hiyo baba yangu alishindwa kutimiza ndoto yake ya kuwatumikia wananchi, lakini mimi mtoto nimekuja kuitimiza ndoto ile ya baba yangu ya kutumikia wananchi. Na kwa nini kwenye siasa? Mimi napenda sana kuwa in touch na watu, kusaidia watu. Napenda kuwa sauti, napenda haki sana, na ni mtu ambaye huwa naumia sana nikiona mtu anaonewa kwa namna yoyote ile. Natamani hata nibebe lile, hata kama nitakuwa sina uwezo wa kulibeba. Kwa hiyo niliamini kabisa kwamba mimi ndoto yangu ni kuwasaidia watu, kuwasemea watu kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo niliamini kabisa nikiwa ndani ya siasa ninaweza kupaza sauti, kusema matatizo ya watu mbalimbali. Kwa hiyo ni moja ya sababu iliyonifanya mimi kuingia bungeni. Na mimi nimesoma mass communications, degree yangu ni mwanahabari kabisa kama nyinyi, St. Augustine. Lakini nilipomaliza nikaenda benki, nikafanya kazi miaka mitatu, then nikasema no, ndoto niliyomwahidi baba yangu nikiwa darasa la pili mwaka 95 sasa inakwenda kutimia. Nikaingia sasa katika siasa. Kwa hiyo wakati niko shule nilikuwa nikifanya siasa, lakini zile za kufuatilia masuala ya kisiasa. Na nilipofika chuoni nilikuwa nasoma St. Augustine degree yangu, lakini huku na support program za chama cha CUF. Kwa hiyo Profesa Lipumba mimi alinipokea na kunipa kadi nikiwa niko sauti nachukua degree yangu ya kwanza. Kwa hiyo naenda chuo, lakini nikirudi Kigoma, zile shughuli za chama, lile boom langu la mkopo, bodi ya mkopo, nina kashi ngapi na watumia viongozi ili waweze kufanya harakati za siasa. Na mwaka 2014 niliacha kazi benki. Babangu ananiambia, sasa unaacha kazi, unaenda wapi? Nikamwambia, baba, naacha kazi na kwenda kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo niliacha kazi kabisa na sikutaka kazi, na nikawa full participated kwenye siasa. Na 2015 nikajaza kugombea fomu jimbo hilo la Kigoma Kaskazini. Lakini changamoto nilokuwa nayo, nafanya kampeni, nina ujauzito wa miezi 7. Kwa hiyo na kwa sababu tulikuwa na Ukawa na hali yangu kafu tuliungana na Chadema. Kwa hiyo alikuwepo kakaangu mmoja ambaye ni marehemu, kaka Fubusa Yaledi, alikuwa na nguvu pale kwa Chadema. Kwa hiyo nikaona na hali yangu ya ujauzito, na lengo letu Ukawa kipindi kile ilikuwa ni kumtoa CCM.
Kwa hiyo nikaona hakuna haja ya mimi kupambana sasa na huyo ambaye yuko Chadema. Nikamwambia kaka, endelea, lakini nitakusupport. Kwa hiyo nilifanya kampeni za kumsupport mbunge wa Chadema na kusapoti madiwani wangu wa kafu jimbo zima. Pamoja nilikuwa na ujauzito wa miezi 7, na kwa sababu nilipokuwa viti maalum sikukaa kimya bungeni. Kila nilipopata chansi niliwaambia serikali matatizo ya wanakigoma. Kwa hiyo wanakigoma kaskazini waliamini kabisa mimi ni sauti sahihi toka nilipokuwa viti maalum. Kwa hiyo 2025 nikasema nagombea ubunge, na nikawaambia watu naenda kuwa mbunge wa kwanza mwanamke jimbo la Kigoma Kaskazini. Sasa ndani ya chama changu cha ACT nikapita peke yangu, nikabaki na subiri vyama vingine wanamleta nani. Chadema hawakuwepo na mgombea, na hivi vyama vingine walikuwepo, lakini CCM walipomaliza kura za maoni akapita kaka yangu Serukamba. Wengi walinishauri, Kiza, kwa nini usiache? Mimi nadhani usipoteze pesa, usipoteze muda. Lakini kauli yangu ilikuwa moja tu, kwamba siku zote once nataka kitu, kwanza namtanguliza Mungu mbele na jitihada. Na mimi nilijiamini kabisa kwa msaada wa Mungu na jitihada zangu hakuna kinachoshirikana. Kwa hiyo niliwaambia well and good, ni mkongwe katika siasa, amekuwa mbunge miaka 15, lakini haliwezi kuwa kipimo cha mimi kukatiza ndoto zangu ni muogope kwa sababu ya hiyo. Twende tukapambane kwenye jukwaa, wananchi wataamua. Kwa hiyo tulikwenda katika mpambano ambao kiukweli ulikuwa mpambano mkubwa sana, lakini sikukata tamaa, nilipambana. Na hata wao wenyewe CCM walikuwa wanakuja wanafanya tathmini, wanaona uhalisia. Wakati Profesa Lipumba na Maalim Seif wametofautiana, ugumu ulikuwa mkubwa sana. Na ugumu ulikuwa mkubwa kwa sababu tuligawanyika vipande. Kwa hiyo kulikuwa na timu ya Maalim Seif, kulikuwa na timu ya Profesa Lipumba. Mimi nilibaki timu ya Profesa Lipumba. Kwa hiyo ulikuwa ukikutana na timu ya Maalim Seif ni uadui. Unaona watu walipiganaga pale Buguruni mpaka wakakatana visigino. Kwa hiyo tulifikia mpaka kwenye uadui ule wa kutaka kutoana uhai. Yaani timu ya Maalim Seif na Lipumba zikikutana, lolote linaweza likatokea. Mahakamani watu walikuwa wanazichapa. Lakini hata mimi nilipoingia bungeni sasa, wale waliotoka sio wote ambao walikuwa na hata ukikutana nao barabarani wana ile face, yaani anakuona kama adui fulani, yaani wewe umenichukulia nafasi yangu, umeona. Lakini ule mgogoro pia, sisi baada ya kuingia bungeni, wale ambao walitolewa, kuna waliobaki upande wanaume, sawa, wakina marehemu Bwege, kina Hatibu na nani walikuwepo mle ndani. Sisi ambao ni Walipumba sasa tulivyoingia, wale pale walikuwa ni wasefu. Tulikuwa tunanuniwa. Yaani unakutana na mtu, mheshimiwa shikamoo, anakutazama kama hakujui. Unapita. Mtoto akishafikisha miaka 18 ana uhuru wa kuamua kuabudu anakotaka, kufuata anachotaka. Kwa hiyo mimi kwanza nilitumia uhuru wangu wa umri, kwamba tayari na umri wa miaka 18, nachuja mambo, naelewa kwa akili yangu. Kwa hiyo mimi akili yangu iliniambia kabisa, no, you deserve to be upinzani. Na ziko sababu nyingi ambazo mimi nilikuwa nazitazama. Sababu ya kwanza, mimi natamani kuona mambo yanaenda. Na sasa CCM imekuwa kwenye madaraka toka mimi sijazaliwa, toka hatujapata uhuru. Kuna vitu ambavyo naviona haviendi. Kwa nini sasa nisiangalie upande wa pili, ili labda wao wanaweza wakaja wakavipeleka hivyo vitu ambavyo mimi naona haviendi. Kwa hiyo ni sababu yangu ya kwanza, kutumia uhuru wangu wa mawazo, lakini pia kupima na kuona kwamba hawa tumeshawapima kwa muongo fulani, hebu ngoja nione upande huu na wao wakipata watafanya nini. Kwa hiyo nikaamua kwenda upinzani. Lakini sababu nyingine pia, siasa kule kwetu nilitazama.
Katika maisha huwa naamini kuna njia, na kama kuna njia, mwanadamu yoyote atapenda kwenda kwenye njia ambayo anaiona hii inaweza ikamfikisha Kanaani. Kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo ilinifanya mimi nitofautiane na mzee wangu, na tulitofautiana katika kujenga hoja, lakini heshima kama baba inabaki pale pale, na tulikuwa tunachallengeana, baba bwana, wewe uko CCM, uko kwenu unaona kuna hiki, mbona mambo yako hivi, na yeye ananijibu nyewe bwana upinzani hivi. Kwa hiyo ni challenge ambayo nimekuwa nikifanya na baba yangu mpaka sasa. Tunakaa, amezeeka sasa, lakini tunakaa, tunashauriana, tunaelezana kuhusu siasa, ananipa mtazamo wake, ananisaidia kiukweli kwa kiasi kikubwa katika siasa.